Mdudu Talent. Yes, mambo vipi watazamaji wa Mdudu Talent? Leo kwa mara nyingine tena tumekutana katika channel yetu pendwa ya Mdudu Talent. Kama kawaida usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zangu kila ninapotoa. Mara ya mwisho kwenye video iliyopita tulitoa video inayohusiana na masuala ya kubadilisha maandishi kwenye simu yako, na nikakuahidi kukuletea video ya kukuwekea ulinzi, yani jinsi ya kuweka ulinzi kwenye WhatsApp yako, two step verification. Huu ulinzi una faida gani? Una faida kwamba kuna wale hackers au wadukuaji ana uwezo wa kudukua WhatsApp yako na akafanya chochote bila wewe mwenyewe kujua. Sasa hii ukiweka two step verification inasaidia anakuwa hana namna ya kudukua, kwa sababu lazima wewe utapata taarifa, lazima atahitajika aweke pini ambayo wewe peke yako ndio unaijua. Au wakati mwingine unaweza kukuta mtu rafiki yako au nani kashuka simu yako hata kuangalia WhatsApp yako, kwa hiyo atahitajika kuweka pini. Kwa hiyo hii two step verification inasaidia kwa kiasi kikubwa sana na ni muhimu sana kuweka kwenye simu yako kama hujaweka kwenye simu yako. Kama ninavyosema, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kama kawaida. Haya, tunaanza somo letu. Tunaenda moja kwa moja kwenye simu yetu. Kikubwa ushafungua simu yako, cha kwanza kabisa tunaenda kwenye neno limeandikwa setting. Ndani ya simu yako kuna hii setting. Setting hiyo unaifungua. Ukishaifungua setting, unachokifanya nimekosea kidogo, tunaweza kurudi nyuma mara moja. Tunakwenda moja kwa moja, sio setting ambayo kama nilivyosema mwanzo. Tunarudi, tuna scroll chini kwenye simu yako. Tukisha scroll chini, tunafundisha leo jinsi ya kuweka two step verification kwenye simu yako kwa WhatsApp. Basi baada ya hapo unaenda kwenye WhatsApp yako hii hapa. Ukishaenda kwenye WhatsApp unafungua WhatsApp yako hii. Ukishafungua kwenye WhatsApp yako, unaweza kuona kwenye WhatsApp yako kuna vidoti vitatu upande wa kulia. Hivi hapa, hivi vidoti vitatu hivi unavibonyeza. Ukishavibonyeza kuna maandishi mengi tu hapo. Kama hiyo ya kwanza kuna new group, new broadcast, linked device, shared, lakini sisi hatudili na hivyo vitu vyote hivyo, tunaachana navyo. Sisi tunadili na kitu kimoja tu kinaitwa setting hii hapa. Baada ya hapo unaifungua setting yako kama kawaida. Simu yako inafunguka hivi kama unavyoona. Kishafunguka kwenye setting yako, kuna neno ya account, privacy, avert hizi. Hapa tunadili na kitu kimoja tu, tunadili na hili neno limeandikwa account. Ukishakwenda kwenye account ya simu yako, unaifungua hiyo account. Ukishaifungua account, hapa kuna maneno mengi kama hilo la kwanza imeandikwa security, notification, passkeys, email address. Sisi hizo zote tunaziacha. Change number, change phone number. Tunadili na hii two step verification. Tunadili na hii two step verification hii hapa. Hii two step verification ndio kitu muhimu zaidi ambacho leo tunazungumzia somo letu hili la leo. Inabidi uwe makini sana kuelewa. Baada ya hapo unafungua hii, una click hii two step verification yako, itakuja kwa mtindo huu. Two step verification yako itakuja kwa mtindo huu. Baada ya hapo kuna hii ndio two step verification yako hii. Ukishafungua two step verification yako, unakuja kwenye neno limeandikwa turn on hapa chini ya simu yangu hapa. Nadhani hautaona vizuri lakini ni turn on hii hapa, nafikiri unaiona hapa turn on hii. Ukishakuja kwenye turn on hii, una turn, unabonyeza kwenye save, unaingiza namba unazozitaka. Kama mimi naingiza 828282. Hii ni password yangu tu, lakini nayo utaweka kwako. Baada ya hapo na save. Baada ya hapo unahakikisha tena namba ulizoweka, kisha ukishamaliza una save tena, alafu ina apply setting.
Baada ya hapo kuna maandishi yamekuja, kuna add email na skip. Kwa hiyo sisi tunadili na hii skip. Hii hapa skip peke yake. Sorry. Tunachukua hii skip. Tuna skip hapa, tuna skip kwa sababu pia una uwezo wa kuadd email ambao unaweza ukaadi, lakini maana yake una uwezo wa kuweka email ambayo hata kama simu utakuwa umepoteza au pin umesahau, basi hiyo pin inakuja kwenye email yako, lakini si muhimu sana. Ila sisi tuna skip, tunaachana nayo hii. Tunaenda kwenye skip hapa. Maana yake tunaachana nayo. Hii hapa imeandikwa skip email. Hii hapa ya kwanza ni skip email. Hii hapa cancel. Kwa hiyo hapa unadili na neno hili limeandikwa skip email. Maana hapa tunaiskip, tunaitoa. Tunaachana nayo, tuna mpango nayo, tuna skip email. Tukisha skip email, maana yake hapa imetuonyeshia tiki. Hapa hapa imetuonyeshia tiki hapa. Maana yake hapa imekubali kuwa two step verification kwa zile namba tulizoziweka. Maana yake hapa iko active. Mtu yoyote hawezi kufanya jambo lolote. Kama hapa unaona hapa maandishi yanakwambia two step verification is on. Maana yake ilikuwa ni turn off. Umeona hapa ilikuwa turn off, lakini sasa hivi iko turn on. Kwa hiyo ukiklik hapa maana yake inakuwa turn off, inakuwa tena nani, lakini hapa iko turn on. Maana yake kama turn on maana yake iko fresh kabisa hapa. Kwa hiyo basi ili kuhakikisha kama kweli ile namba zimekubali na kweli ipo turn on, basi kwenye simu yetu tuna back, tunarudi nyuma kwenye simu yetu, tunarudi nyuma. Umeona? Tunapata hii inatuambia, imetuletea message hapa. Message hii hapa. Sorry, hii hapa message. Nadhani umeiona hii message. Inasema enter your two step verification pin. Kwa hiyo ile pin tuliweka kule sasa ndo naambiwa uingize hapa, kwa sababu huwezi kuingia bila ya pin. Kama nilivyosema, ile ni two step verification, maana yake ile ni pin yako, ni security yako. Mtu yote hawezi kuingia kwenye simu yako yeyote mpaka aweke hiyo pin ambayo tuliweka sisi sasa 82. Hapa inakuwa tayari iko sawa. Maana yake hapa inakuwa iko okay. Kwa hiyo basi tunatumia njia hiyo. Hii ndio njia nyepesi ya kufanya security kwenye simu yako, na mtu yoyote hawezi kuangalia chochote kilichokuwepo ndani ya simu yako. Asante, nashukuru sana kwa kuangalia video yangu, na endelea kunifuatilia katika chaneli yangu ya Mdudu Talent ili upate video nyingi zinazokuja na za kila wakati. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment.